Na ni wakati mwingine tena asubuhi ikiwa tulivu viwanjani kama kawaida yake. Muda ndio huu, masaa matatu kuanzia hivi sasa mpaka saa 6 kamili za mchana, ili uweze kupata zile taarifa ambazo tunazo kwa siku ya leo, na wewe mtazamaji uweze kufahamu kile ambacho kinaendelea kilichopita, lakini na kile ambacho kinakuja katika anga ya michezo, ikiwa ni pamoja na ligi kuu ya NBC. Mabingwa watetezi Yanga wameanza kwa kishindo, lakini kumbuka pale Chamazi Azam FC chini ya kocha Florai Benge na wao alama 3 muhimu mno mbele ya Mbeya City, wagunga nyundo wa jiji la pale Mbeya. Tutakwenda kuangazia kwa undani kabisa, lakini pia uteuzi wa Oscar Mirambo pale katika shirikisho la soka Tanzania TFF. Tutakuja kukuambia hapa alipita wapi na wapi. Usiondoke. Lama Idi Salu niko hapa kuweza kuleteni taarifa hizo, lakini ikiwa ni pamoja na matukio makubwa kabisa ambayo nikwambie tu katika Azam TV, ikiwa ni pamoja na ligi kuu Simba na Fountain Gate hivi leo, lakini CAF Champions League Ijumaa KMKM kikosi maalum cha kuzuia magendo dhidi ya Sport, lakini Jumamosi Yanga dhidi ya Wydad saa 11 jioni, na michuano mingine ikiwa inaendelea ni CAF Champions League hiyo Jumamosi hiyo, Singida Black Stars dhidi ya Rayon Sport kutoka pale jirani Rwanda, mechi kali kweli kweli. Lakini siku ya Jumapili ni Simba dhidi ya Gaborone United katika mchezo wa marudiano baada ya ule ambao Simba ilipata ushindi wa bao 1-0 kule Botswana. Na Jumapili hiyo Azam FC na wao watakuwa na kazi dhidi ya El Merreikh Bentiu ya kule Sudan. Liga, Bundesliga, Serie A zenyewe zikiwa zinaendelea na moto ukiwa unawaka kweli kweli. Ligi kuu hizo ambazo pasu kabisa kuzikosa katika kisimbuzi cha Azam TV. Hayo ndio baadhi tu ambayo tunayo, lakini yako mengi kweli kweli. Rashid Hamisi yuko hapa na Endo Kinga Mkono, wachambuzi wa zamu kama ilivyo kawaida huwa tunakuwepo hapa. Wanakupa na elimu vile vile kile ambacho wanakichambua kwa kile ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo. Endo Kinga Mkono. Naam Chris. Mambo yanaenda vizuri? Kwema kidelea. Sina wewe. Siku kama nyepesi au nzito hivi? Siku bado ni nzito. Kama nzito hivi? Siku nzito bado haijaisha. Inaanza lakini naona kama nzito hivi. Hapana, usiwe na hofu. Hii bado siku nzuri tu. Itaisha vizuri. Itaisha vizuri. Na mimi itaisha vizuri. Acha. Inshallah. Dua. Dua. Dua muhimu sana. Kabisa. Tuko vizuri lakini. Alhamdulillah, tuko vizuri. Tunakuona kwenye volleyball bwana. Bana kwenye volleyball bwana Abisai ananichawia sana. Abisai? Afu ndio maeneo ya afya endi. Viwanja vya jirani ndio kwa Abisai unasogea tu pale kwa Abisai. Lakini unajua tumeenda kwenye volleyball toka imeanza na sasa hivi katika michezo ya nusu finali mpaka sheria tumezijua. Sasa hivi sheria nazijua zote. Umezimasta vizuri kabisa. Kabisa. Tuko pale saa 2 asubuhi mpaka saa 4 usiku au mpaka saa 5 shekhi. Lazima usifahamu. Lazima ujue sheria. Lazima usifahamu. Na ili ufurahie kutangaza vizuri kuzijua sheria. Yes. Na kujua kanuni ili useme tu karusha vipi, umerushwa vipi? Unarushwa vipi? Pointi zinapatikana vipi? Pointi zinapatikana vipi? Na kwa nini manyunyu kidogo yakianza kushuka mchezo unasimama? Kwenye boli huko unaendelea football. Wao wana tabia kama za nani? Za cricket. Na cricket mvua ikinyesha uwanja unafunikwa wote. Watu wanaondoka. Mpaka mvua iishe ndio unakuja unafunuliwa na watu wanaendelea kucheza. Usiloe. Hapo wanaweza kucheza hata siku 2, mechi moja haijaisha. 2. Yaani ilikuwa ni kawaida kabisa. Sasa nzuri sana. Unajua kwenye volleyball zile set 5, set 1 inaweza kachezwa kama set. Masaa ngapi? Dakika kama 30, 35. Set moja. Sasa mchezo mmoja una set 5. Kama zikichezwa zote plus 35 dakika hizo mara 5 kama 120 football. Nasema William. Ndio hivyo bwana. Kila laheri. Kila laheri. Sawa. Na hivyo ndio kidogo tunakupa zile kinachoendelea katika anga ya michezo, na tunakwenda kutazama story yetu ya kwanza katika soka letu.
Naam, tunakwenda kuanza taarifa yetu ya kwanza kuhusiana na kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imemteua Oscar Mirambo kuwa kaimu katibu mkuu. Uteuzi wa Mirambo ambaye ni mkurugenzi wa ufundi TFF utaanza tarehe 1 Oktoba 2025. Mirambo anachukua nafasi hiyo baada ya mkataba wa Kidau Wilfred kumalizika Septemba 30. Miaka 8 ya Kidau TFF 2017 hadi 2025. Taifa Stars yafuzu AFCON 3 2019, 2023 na 25. Ngorongoro Heroes AFCON 2 2021, 2025. Serengeti Girls yafuzu kombe la dunia 2022, lakini Taifa Stars yafuzu CHAN 2 2019 na 2025. TFF kuanza kupata fedha za FIFA na boresho ya idara mbalimbali ndani ya TFF. Wasifu wa Oscar Mirambo sasa kwa ufupi: 2025 kaimu katibu mkuu TFF, 2021 mpaka 25 mkurugenzi wa ufundi TFF, 2025 CHAN Technical Study Group expert, lakini 2024 mshauri wa ufundi timu za taifa, 2024 bado tutakwenda kama ambavyo tumekuwekea hapo kuweza kupata ule wasifu wake Oscar Mirambo. Lakini tuangalie kwanza ile ya Kidau Wilfred toka 2017 mpaka 25. Miaka mingi Rashid. Yeah. Miaka mingi na wamefanikiwa sana kwa kipindi ambacho wamekuwa wakitawala. Hiyo ni unachokiona kwenye screen ni baadhi ya mambo ambayo Wilfred Kidau alikuwa ni sehemu ya kiongozi wa shirikisho la mpira nchini Tanzania, na ni moja kati ya mafanikio ambayo anaweza kutembea kifua mbele na kujifaharisha kwamba kuna kitu alifanya, na ni kitu kikubwa alifanya. Uongozi huwa sio jambo rahisi. Uongozi huwa ni jambo gumu sana, na hasa hususan unapokuwa kiongozi wa mpira wa miguu. Kama kuna sehemu ngumu ya kuiongoza, basi ni mpira wa miguu. Kwa sababu kwanza unaowaongoza wako huru kutoa maoni ya kwanza. La pili ni watu ambao hawana limit ya namna ya kusema. Muda wote tatu, wanajua unachokifanya, wanajua kuliko wewe. Alafu 4 ni group mchanganyiko. Ni group mchanganyiko kwa maana ya kila mmoja anajua tafsiri ya kile ambacho anataka kukisema, tofauti na kile ambacho wao wanataka kuamini, sio? Kwa hiyo kuwa kiongozi wa mpira miguu, kaka, asikwambie mtu, ni kitu kigumu sana sana. Sio tu kwa ngazi ya juu aliokuwa nao Wilfred Kidau, hata kwa ngazi hii ya wilaya, mkoa, sijui timu, ni kitu kigumu sana, asikwambie mtu. Lakini kwenye hiki ambacho Kidau amefanya, mimi nampongeza na kumtakia kila laheri kwenye majukumu mengine ambayo atayaanza. Lakini kimsingi dira yao ndio ambayo iliwaongoza toka since day one. Wanapewa kijiti yeye na Wallace Karia. Nakumbuka uchaguzi ule nilikuwepo pale Dodoma. Wakaeleza pale First 11, wakaita First 11 Karia. Wakaanza kuitekeleza. Kwenye kuitekeleza, moja kati ya vitu ambavyo walifanikiwa zaidi, wanaweza kusema ni kufanya uongozi kuwa wanasema kufanya mambo yao bayana. Kila mtu kujua nini kinaingia, nini kinatoka, wanafanya nini, wana plani gani, sio? So Wilfred Kidau alikuwa ni mmoja kati ya wachora ramani wazuri. Utasifia kwenye vitu vingi ambavyo amevifanya. Na yeye kama binadamu ana mapungufu yake ambayo inawezekana kuna namna moja ama nyingine unapokuwa kiongozi wa level ya katibu mkuu, hasa kwenye hususan kwenye mpira wetu wa miguu, ndio huwezi kupendwa na kila kitu ambacho utakiamua. Na lazima tu utawakwaza watu wengine watafurahi. Ndivyo uongozi ulivyo. Lakini kimsingi ni kwamba
Wilfred Kidau kwenye hiyo miaka 8 aloitumikia shirikisho la mpira wa Tanzania amefanikiwa. Yes, na atakuja kuvaa viatu vyake ana kazi ya ziada. Yes, kuweza kuyasment mafanikio ambayo ameyatekeleza Wilfred Kidau kwa miaka 8. So it's not easy. Zaidi kumtakia kila la heri. Na kinga mkono tukitazama Tanzania kabla ya kuingia tena AFCON 2019 ilishiriki mara moja kama 1980 yes. AFCON kwa 80. Wao 2017 wameingia kwenye uongozi. 2019 wakashiriki AFCON Tanzania 2023 na 25. Haya ni mafanikio ni kiasi gani kwa katibu mkuu kama Kidau? Kwake yeye mtendaji mkuu wa taasisi ni mafanikio makubwa sana na ni hatua ambayo anaweza kukaa miaka yote akajivunia kwamba kuna wengi walipita pale walikuwa maarufu na nini lakini kwenye kipindi chake mpira wa Tanzania ulipiga hatua ambayo ilikuwa inaonekana kwamba sasa Tanzania imekuwa miongoni mwa nchi ambazo zinashiriki AFCON kwa nafasi kubwa. Maybe kwa sababu labda kwa sababu ya mazingira kwamba CAF iliongeza utaratibu, timu shiriki zimeongezeka na mazingira yakawa rahisi, lakini hata hivyo pamoja na timu shiriki kuongezeka bado uwezo wa timu, uwekezaji kwenye timu, uongozi bora ambao walikuwa wanaosimamia yeye pamoja na Rais Karia umefanya timu ya taifa Tanzania kuwa bora, kucheza vizuri na kufikia yale malengo ambayo Watanzania walikuwa wanataka kuyaona. Na sio kwenye timu ya taifa tu. Unajua uongozi, taasisi ikiwa imara kubwa inasaidia hata hizo klabu za chini na zenyewe kuwa imara. Unaona? Kwa sababu imefanya hata vilabu vyetu sasa hivi imekuwa ni kawaida kucheza kwenye group stage za kombe la shirikisho, ligi ya mabingwa. Unaziona zinakuwa na nafasi hiyo. Kwa hiyo uwepo wake na ushawishi wake kwa namna moja au nyingine umeleta chachu ya maendeleo ya mpira wa Tanzania kwa sababu yeye ndio mtendaji mkuu kila siku wa shughuli. Kwa hiyo pamoja na kuna maboresho ya kanuni ya idara mbalimbali TFF yeye anasimamia. Lakini pia swala zima la fedha zile. Swala la fedha. Swala lingine la kiuongozi. Unajua wakati mwingine wanapokuwa pale wewe ndio unaongoza huko chini. Bodi hata kutoa miongozo kwa klabu vile vile kwa sababu TFF ndio inasimamia mpira kwa ujumla, kutengeneza msingi wa labda la soka la vijana. Umeona Serengeti Girls zimeenda kwenye kombe la dunia, Ngorongoro ilishiriki AFCON. Unaona katika kipindi chao kulikuwa na mafanikio makubwa ya timu hata za vijana kufanya vizuri. Kwa hiyo ule ni msingi mkubwa ambao TFF inasimamia kwamba soka la vijana likachezwe, na kwa sababu na mwenyewe Kidau alikuwa ni miongoni mwa wachezaji, anajua mpira. Kwa hiyo alitumia nafasi ile kuleta maendeleo kwenye mpira. Mapungufu yanaweza akawepo kwenye uongozi wote, hakuna uongozi ambao unakuwa 100% uko sahihi. Mapungufu yale yapo, ni sehemu ya mchezo kama vile mchezo mwingine wote ya kiuongozi. Kwa hiyo naamini kabisa katika kipindi hiki cha miaka 8 kuna mengi makubwa ameyafanya na yeye anabidi wakae ajivunie mafanikio aliyopata. Mkataba wake umemalizika Septemba. Ulikuwa na uwezekano pia kuendelea au kuna michakato ile kwamba hapa inatosha, tunaangalia mtu mwingine aendelee na gurudumu? Hizi seti za uongozi siku hizi ni pattern. Unajua hili ni ajira ni ajira rasmi ambayo FIFA ilianzisha kwa sababu ulikuwa ni mpango wa FIFA katika maboresho ya FIFA katika mashirikisho mbalimbali. Katibu mkuu lazima awe mtu wa kuajiriwa. Unaona? Kwa sababu yeye ni mtendaji. Zamani alikuwa anachaguliwa. Wanaenda kwenye mkutano mnamchagua. Umeona? Lakini FIFA ikaja na muongozo na hata mara nyingi hata system za mishahara yake nadhani inatokea FIFA vile. Sijui kama amebadilika hapa katikati. Lakini mara kwanza ilikuwa inatoka FIFA. Kwa hiyo ni mtu ambaye anatambulika kwa nafasi yake na cheo chake na vigezo ambavyo anakuwa navyo. Kwa hiyo kwake yeye ilikuwa daraja kubwa. Na uongozi wakati mwingine ni vizuri ukaondoka wakati bado wanasema mchezaji mzuri ndio anajua wakati gani wa kuondoka jukwaani. Wakati mwingine unaweza kuwa bado unahitajika lakini ukaona ni vizuri. Miaka 8 kwa uongozi ni mingi sana. Kwa nafasi kubwa kama ile. Wengine waliongoza miaka 4 wakaondoka. Yeye kama miaka 8 ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo ni haki yake kuwapisha wengine nao waendeleze pale alipoishia yeye. Sawa. Na tukiangalia sasa wasifu wa Oscar Mirambo kwa ufupi, 2025 ni kaimu katibu mkuu wa TFF sasa, lakini 21 mpaka 25 ni mkurugenzi wa ufundi wa TFF, Chani Technical Study Group Expert 2025. 24 ni mshauri wa ufundi timu za taifa Oscar Mirambo. 2024 mwaka huo CAF Technical Study ni Group Expert nimeshaisema. 2023
CAF FIFA Coach Educators Developer 2023 hiyo. 2023 tena CECAFA Technical Study Group Expert, na 2019 kocha mkuu Serengeti Boys, na 2017 ni kocha msaidizi Serengeti Boys. Hapa kwenye Serengeti Boys kuna vijana walitoka hapa mpaka hivi sasa wanang'aa. Wakina Jobu, Nixon Jobu. Yes. 19 ilikuwa kina nani? Ya kina Kevin John ambaye ndo alikuwa kocha. Sasa hivi yuko Simba ni yuko Sweden. Kevin yuko kuna mchezaji ambaye kasajiliwa na Simba kutoka Austria Tanzania. Morris Abraham. Morris mkubwa. Anacheza na nani? Na Kevin John. Hakucheza. Sio Pepino, nadhani Pepino ndo alikuwa na Kevin. Hakucheza. Morris ni wakina nani? Akina Jobu. Nixon Jobu. Kundi lao kina Jobu, nani mwingine? Nation Kevin ambayo 17 walikwenda Gabon. Kwa hiyo nadhani yeye kama hii wasifu wake umejaa sana taaluma ya ufundi. Na ndio nafasi alikuwa anaiongoza kwenye kipindi kilichopita. Naona mpaka sasa hivi amekuja kuteuliwa kwa kaimu katibu mkuu. Kana bado na kwa sababu ameteuliwa kaimu, nadhani ni mtu ambaye anaijua kazi yake. Na kwenye nafasi mbalimbali alizokuwa ni mtendaji zaidi, sio mtu wa maneno mengi sana. Ukimwangalia ni mtu mkimya, lakini anajiamini kwenye kile anacho anakitenda na kufanyia kazi. Kwa hiyo naamini kwenye nafasi hii atakuja kuwapa Watanzania kitu kingine kikubwa tu. Hatuwezi kusema kwamba ataziba la mtangulizi wake, kwa sababu kila mtu ana njia yake jinsi ya kuongoza na jinsi ya kipawa chake ambacho Mungu amempatia. Lakini tunaamini kwa uwezo wake na ule utayari wake na mapenzi yake kwenye soka la Tanzania anakuja kutuletea kitu kipya zaidi, hasa kuendeleza yale mazuri ambayo TFF imefikia mpaka sasa, ili awe mshauri mkubwa na mshauri mzuri na mtendaji mkuu kumsaidia Karia kufikia malengo yake katika hii miaka hii minne iliyobaki, kama atathibitishwa rasmi. Maana sasa hivi amekaimu, unaweza akaja baadaye akaamua hapana akamleta mwingine. Hiyo inawezekana kwa sababu kwenye nafasi ya kukaimu siku zote ni ya muda. Unaona, wanaweza wakakuona tuendelee, au kusema wala basi wewe rudi kwenye benchi lako la ufundi, endelea kwenye kamati yako ya ufundi kule, sisi tutamtafuta mtu mwingine endelee. Kwa hiyo kama atapewa nafasi, nadhani ana uwezo, ni kijana, ana uwezo mzuri, ana ufahamu mzuri mpira, na ataleta maendeleo makubwa sana kwenye soka la Tanzania kutokana na nani yake, aina yake ya maisha anayofanya kwenye mpira na kwa upande mwingine, Rashid, kuna kipindi cha nyuma ni miongoni mwa watu walikuwa wanafanya scouting ya kupata wachezaji msingi wa vijana na amefanikiwa kusogea zaidi kwa pale kwa kaimu katibu mkuu. Kwa itampunguzia majukumu labda pengine ya kuibua hawa vijana, ama inaweza pia ni nafasi kubwa kwake kuibua sasa vijana hatimaye kulipaisha vizuri soka la Tanzania. Of course, experience aliyokuwa nayo, majukumu mbalimbali ambayo amehudumu ndani ya shirikisho, kupata nafasi ya kukaimu kwenye nafasi ambayo alikuwepo Wilfred Kidau, nafikiri viatu vinamtosha. Yes, vinamtosha vizuri kabisa, kwa sababu utakumbuka Oscar Milambo, moja kati ya kitu ambacho mimi huwa nakumbuka kwake ni kuanzisha mtaala wa mpira wa Tanzania. Yeye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao waliandika moja kati ya kitabu ambacho kinatoa mwongozo wa mpira wa Tanzania. So namna gani ya kuimplement, akawa na push kwa nafasi yake kusukuma kuona Tanzania inafanikiwaje kuanzia kwenye ngazi za sekondari huko, shule za msingi mpaka kwenye hizi sport center. So ni mtu ambaye analifahamu soka la Tanzania vizuri sana. Ni mtu ambaye ameshiriki kwenye shughuli mbalimbali ambazo zinaleta maendeleo ya mpira Tanzania. So ni mtu ambaye ameshiriki pia kwenye development ya walimu ambao unawaona sasa hivi ambao wanapata hizi diploma A, diploma nini sijui yeye ni kama yes, yeye kiwa kama pale mtaalamu. So ni mtu ambaye na bahati nzuri pia ana elimu ya ukocha. Ana elimu ya utawala. Level yake ya ukocha ni ya level ya juu sana. Na elimu yake kwenye utawala bado ni elimu ya juu sana. So TFF wamepata mtu sahihi, yes, ambaye na sio tu mtu sahihi kwamba alikuwa nje ya shirikisho, alikuwa ndani ya shirikisho. Kwa hiyo anajua wapi anakwenda kuanzia na kumalizia. Baadhi ya kozi za soka alizofanya Oscar Milambo: 2025 Technical Leadership Diploma Argentina,
na 2025 mwaka huu UEFA Pro Diploma Ireland, 2023 Technical Leadership Diploma Ujerumani, 2022 CAF Elite Instructor Morocco, 2022 tena FIFA Coach Education Developer Kenya, 2021 FIFA Coach Educator TFF, na 2021 tena International Certificate Football Instructor Ujerumani na UEFA Coaching Ireland 2021. CV ambayo imeshiba sana. CV yake anaweza kufundisha timu yote Ulaya. Na hii ni baadhi tu. Kwa CV, yani unajua unasoma unaona kabisa imenona. Ni kwa CV hizi course ambazo tumezi mention hapa. Na ukija na vio mbalimbali ambavyo wanapata FIFA pamoja na CAF. Rashid, umesema kwamba anaweza kufundisha timu yote Ulaya. CV yake huko. CV yake timu yote anapewa Ulaya. Ana wasifu huo kufundisha. Ndio maana nakwambia ni mtu ambaye kwenye viatu tu atavivaa vizuri. Namna gani ya kutekeleza mambo sasa, hilo ni jukumu lake binafsi ambalo sisi ambaye tunamwamini na waliomwamini pia atuonyeshe kile ambacho kinatakiwa kufuata. Kingine labda kuongezea, unajua wakati ule TFF inaanzisha bodi ya ligi na dhumuni la kuanzisha bodi ya ligi ni kwamba kuiondoa ligi kuu Tanzania, hii ligi kuu ya NBC, kuiondoa ndani ya TFF isimamiwa na bodi taasisi ambayo inajitegemea yenyewe, ili TFF sasa iweke nguvu katika kuleta development ya mchezo, kwamba kwenye kuwekeza kwenye soka la vijana na kudili zaidi na timu za taifa na soka la vijana na mpira huku chini uweze kukua kwenye grassroots kabisa. Kwa hiyo naamini yeye ambaye ni kwa level yake, kama atapewa nafasi akathibitishwa, nadhani wakati wake sasa kutuonyesha kile hapo kwenye kukaimu nafasi ya kuthibitishwa kwa wapi kwa mkono. Anaweza watu wakasema wakati mwingine ukikaimu unajua unakosa nguvu fulani. Unajua kwenye kukaimu unaona kama mimi naamini kama atapothibitishwa akapewa mamlaka, nadhani nafasi yake sasa kutuonyesha jinsi gani TFF itaweza kuleta development ya mchezo hasa kwenye soka la vijana, kwa sababu yeye ni muumini wa soka la vijana, amekuwa kocha wa timu ya vijana. Kwa hiyo huku kwenye soka la vijana, soka la wanawake, chini huku mpira uchezwe zaidi, wawe makocha wengi waandaliwe, kwa sababu yeye ndio hasa jukumu la TFF, kwamba TFF inabaki na jukumu moja tu la kuendeleza mpira wa Tanzania chini. Ligi kuu itabaki kwenye bodi ya ligi. Ndio hasa ilikuwa dhamira ya kuanzisha hivi. Ndio maana kuna wakati muda mwingi sasa hii bodi ya ligi bado inang'ang'ania TFF itoke simame, ndio wana unakuwa bishano kuwepo wakati mwingine. Japokuwa TFF inasema sisi ndio wasimamizi wakuu, ili kuogopa muingiliano wakati mwingine bodi ya ligi inaweza kusema wachezaji wasiende kwenye timu za taifa na nini. Kwa hiyo bado kuna nafasi ya yeye kuonyesha ile tofauti, kwamba sasa mimi nakuja nataka nione soka la Tanzania likichezwa katika viwango bora na tuwe na mzizi. Tuna wachezaji lakini hatuna shule za kuandaa wachezaji wetu. Falsafa yetu ni nini kama nchi? Yeye sasa anakwenda kwenye ile nafasi ya kuwa katibu mkuu pale, basi atuonyeshe falsafa ya Tanzania ni nini, vijana wangapi tunazalisha, lengo letu 2030 ngapi, tunaenda World Cup kwa namna gani. Tusiende tu kwa kubahatisha kama tunataka. Ni miongoni mwa vitu ambavyo TFF wameangalia, kwa sababu 2027 tuna jukumu lile la AFCON. Yes. Lakini Rashid, umezungumzia hapa kuhusu CV yake kwamba timu yote Ulaya anaweza kufundisha. Kwenye kari yake alifundisha timu za vijana. Alifundisha 2019 ambayo tuliandaa sisi hapa AFCON ya under 17. Na baadaye akapewa timu ya wanawake akaenda nayo katika hizo timu mbili za wanawake na hizo under 17 za vijana. Mafanikio unajua kwenye football mafanikio ni kubeba kikombe. Na ndio tunazungumzia sasa. Kwa hiyo timu ya kina Kevin Nation hakufanikiwa. So walitolewa hapa kwenye group stage. Walitolewa, na hata alipokuwa na timu kule Uganda pia alitolewa. So kikubwa ni kuangalia nafasi yenyewe inaitaka mtu wa aina gani. Nafasi ya katibu mkuu, kama ambavyo tumeainisha mwanzo kwamba katibu mkuu wa TFF ndio mtendaji wa shughuli za shirikisho za kila siku. Kwa ni mtu ambaye yeye kazi yake ni kusimamia na kutekeleza malengo na dhima kubwa ya shirikisho katika kalenda husika. So sasa hivi TFF kitu ambacho inakitazama kwa haraka ni kufanya maandalizi bora ya national team,
kuelekea 2025 Disemba msimu huu, kwa maana ya kushiriki AFCON kule nchini Morocco, kuhakikisha timu zetu zote za taifa ambazo zilipata tiketi za mwaka 2024 ambapo yalikuwa ni mafanikio makubwa sana, mafanikio ya kiwango cha juu kabisa ya TFF. Ndio. Yale ni kuya maintain pia, kuhakikisha kuna baadhi ya mambo ambayo yamekuwa na mgagasiko wa kiwango cha juu sana, yeye anatakiwa kuyatekeleza. Ndio maana nakwambia sina mashaka na utendaji wake, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anayaishi maisha ya shirikisho kwenye majukumu, kwenye nafasi nyingine. Sio mtu ambaye ametoka from nowhere. Ndiyo. Sasa anakuja kupandikiza kitu ambacho hakijui, anakuja kuanza kujifunza upya. Hapana, ni mtu ambaye ameyaishi maisha ya TFF, anayajua malengo ya TFF, anajua mahitaji ya nafasi ambayo amepewa kukaimu. Ndiyo. Anajua malengo ya msimu mzima. So yeye kazi yake ni kwenda kusimamia na kuhakikisha wanatekeleza kwa 100% pasipokuwa na shaka. Na ni mtu sahihi kwangu mimi. Sawa, ni kaimu katibu mkuu wa sasa wa TFF Oscar Mirambo akichukua nafasi ya Kidau Wilfred. Hizo ndio mabadiliko ambayo yamefanywa. Lakini tukitoka kwenye taarifa hiyo, sasa tunakuja kwenye ligi kuu ya NBC ambapo Yanga imeichapa Pamba Jiji ya Mwanza magoli 3-0 katika mchezo jana Jumatano usiku kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Magoli ya viungo Lasin Kuma, Maxi Mpia Nzengeli na Mudathiri Yahya Abasi yalitosha kuwapatia Yanga alama 3 muhimu nyumbani. Ikumbuke Pamba Jiji imecheza michezo miwili na kuambulia alama 1 tu baada ya sare dhidi ya Namungo FC kabla ya kufungwa na Yanga hapo jana. Tutazame kwa uchache kilichotokea katika mechi hiyo kati ya Yanga dhidi ya Pamba Jiji katika uwanja wa Benjamin Mkapa. James Mwashinga mweka chini ya ulinzi. Haya, na miminwa kona ndani kule katika nafasi. Ni Celeste Magic. Yanga mambo yente. Yanga unstoppable. Ali Kimara ameonesha tabasamu. Ni Lasin Magic. Kamara huyo amepata tabu. Kila Kamara ataumbuka katika uwanja wa Mkapa. Huyu ni Kamara mwingine kwenye wakati mgumu. Ameucheza mpira kwa kichwa moja kwa moja. Lasin Magic amejaza nosi ya moto, nosi ya nguvu na imejaa kambani moja kwa moja. Hawa ni wagonga nyundo wa Jangwani, ni Young Africans wakiandika. Tena anampitishia Edmund John kwa Zimbwe tena katika nafasi na ujaza ndani. Goal! Atasa unaumia ukiwa wapi? Ni Max Mpia Nzengeli, former MVP wa Linafoot, ligi kuu ya DR Congo. Ni Max Nzengeli ndiye yule ambaye kamaliza msimu uliopita na mabao 6, assist 10, goals involvement 16. Ndiye ambaye ameanza kufungua ukurasa wa mabao, akiandika bao lake la kwanza hapa. Zimbwe Junior aliujaza, Max akamaliza kazi. Ilikuwa ni anti Popo yale akutane nao au ni Max akamwambia Mkongomani mwenzake, niachie mimi hii. Zimbwe Junior once again kwenye assist. Msimu jana assist 4 na bao 1. Msimu huu tayari mchezo wa kwanza wa ligi kuu ya NBC anaandika assist yake. Unachezwa mpira kwa kichwa kwa Max Nzengeli. Mudathir kwa Pako Mzuzwa kapiga kibeskeli, kimekataliwa. Na imina ndani huko katika nafasi Mudathir. Haya basi, simu zinaita jioni.
anapiga simu kama kawaida yake. Ni Young Africans ya asali na maziwa. Mudathir Yahya Abbas pale pale ambapo aliishia msimu jana ndipo ambapo anaendelea. Ni kiungo ambaye goli analijua, mkimfanyia maskhara anawaweka. Ndivyo ambavyo amefanya. Francis Baraza yupo hoi, mashabiki wa Young Africans wakiwa na furaha jukwani. Mpira mrefu ulipigwa ukaenda kumkuta. Haya ni magoli ya Yanga yakifungwa dhidi ya Pamba Jiji, magoli makali kweli kweli. Vijana Francis Baraza walipambana kweli kweli kwa dakika zote za dakika 40 kipindi cha kwanza, lakini dakika ya mwisho kabisa ile mambo yakawa mazito. Ili goli la kwanza Rashid, tukilizungumzia makosa ya ulinzi kufanya marking. Ni makosa ambayo yamefanywa na safu ya ulinzi. Ni mpira ambao ulipelekwa pembeni ambao safu ya ulinzi ya Pamba ilihitaji zaidi kufanya umakini. Sasa na hili goli ambao kafunga Mudathir Yahya Abbas ni mpira ambao tayari alishautoa nje ya box. Manake ilikuwa mnapata nyie nafasi sasa zaidi ya kuweza kukaa kwenye safu nzuri na kuweza kuondoa ile hatari, lakini bahati mbaya concentration ya safu ya ulinzi ya Pamba ilikuwa iko down sana. Kiasi ambacho unapigwa mpira ndani ya 6, mtu anapiga free header ana score, kosa ambalo linajirudia. Yani goli la kwanza na goli hili yalikuwa yanafanana. Kwa hiyo Francis Baraza ana kazi ya kufanya kwenye kiwanja cha mazoezi, kwa maana ya timu yake imeruhusu mipira ya cross ambayo inawezekana kimo pia cha goalkeeper anachokuwa kinachangia, lakini ni setup mbaya tu, unaweza kusema setup mbaya, kwa sababu hii ilikuwa washakubali Young Africans kwamba anakwenda half time bila kupata goli. Yes, lakini makosa ambayo waliyafanya ni kama makosa walikuwa wanalazimisha waadhibiwe. Wakarudi kwenye form, bahati mbaya sana. Kipindi cha pili nafikiri kilikuwa ni kipindi kibaya zaidi. Baada ya Romain Folz kufanya mabadiliko, kuingia kwa Azizi Ndambwile, kuingia kwa Pacome Zouzoua, kuingia kwa Dumbia, kulienda kufungua zile password kulienda kufungua password za Pamba kwa kiwango kikubwa sana. Kipindi cha kwanza Young Africans hawakuwa na kiwango kizuri sana, lakini mimi nawasifia Pamba. Walikuwa na nidhamu sana. Yes, na walicheza vizuri. Unajua kuna namna pia huwa tunazikosea heshima hizi timu zingine. Ndio. Watu wanaamini Young Africans ndio anastahili kushinda magoli mengi, kucheza vizuri. Lakini je, hao wengine wanakuwa hawastahili kuwa hivyo, sio? Pamba walicheza vizuri sana kipindi cha kwanza. Nation pale katikati alikuwa anafanya anavyotaka yeye. Alikuwa nakosa backup ya kitu kidogo sana, ambao kuweza kutengeneza hizo nafasi na wao kwenye hatari. Kuna mashambulizi ambao walikuwa wanajibizana ya hapa na pale. So Pamba walikuwa na kipindi kizuri sana, hasa first half. Bahati mbaya sana ile goli ambalo nimekwenda kuonyesha ndio lienda kuwatofautisha. Pengine ungerudi kipindi cha kwanza wakiwa hawajafungana, inawezekana hata mpango wa mwalimu Baraza kipindi cha pili ungebadilika kidogo, kuweza kumaliza game. Yes, ingeweza kubadilika, lakini baada ya kuswitch kinga mkono kwenye mechi hii. Tukizungumzia zaidi kiwango cha wananchi ambao wamepata ushindi wa goli 3-0. Zile dakika 45 za kipindi cha kwanza, mashabiki kama sema mbona hii mechi kama inaenda kwenda sare, lakini mpira ni dakika 90 siku zote. Yanga, Rashid amezungumzia, wamefanikiwa kutokana na mabadiliko ambayo wamekuwa wakiyafanya. Utofauti wa kipindi cha kwanza walivyocheza na kipindi cha pili ilikuwa ni nini? Yaani unajua wakati mwingine wanasema kimsifu mwenye mbio msifu na mkimbiza. Unajua watu wanaweza kusema kwamba Yanga kipindi cha kwanza hawakuwa wazuri, lakini Pamba kipindi cha kwanza walikuwa bora sana. Na walikuja na mpango wao mzuri sana. Mpango wao kwanza ilikuwa kuhakikisha kwamba Yanga wasikae na mpira mguuni. Walichokuwa nafanya wao walikuwa wanaingia kwenye miguu sana. Ndio maana hadi kipindi cha kwanza kinaisha walikuwa wamecheza faulo nyingi sana Pamba. Yaani nyingi mno, kama faulo kama 13 au 14 nadhani. Pamba kwamba walihakikisha pale walitumia nguvu nyingi sana kuhakikisha kwamba Yanga mpango wao unavurugika, na kweli walifanikiwa. Unaona, kwa muda mwingi wa mchezo walifanikiwa. Kosa ambalo Pamba walikuwa nalo ni kwenye mipira yao ya mwisho kwenda
kwenye goli la Yanga. Ndiyo. Hiyo ndo walikuwa wanakosa sana, walikuwa kama walikuwa wanaenda wachache mno. Wachache, alafu walikosa mtu sahihi wa kumalizia. Wale washambuliaji wao hawakuwa bora kwenye kutumia nafasi. Unaona? Tofauti na Yanga. Kwa hiyo Yanga ilivyokuja kubahatika kwenye kona, na hii kona goli la mwishoni mara nyingi inakuwa watu walikuwa wameanza kuchoka na wanaona ndani dakika za nyongeza, sasa hivi tunaenda mapumziko. Akili imeanza kwenda mapumziko. Kwa hiyo mara nyingi watu wanaadhibiwa sana zile dakika hizo, ndo magoli yanafungoga sana. Hata timu zetu nyingi za Tanzania, hata kwenye mashindano ya kimataifa, magoli mengi yanatoka kwenye dakika hizo. Kwa sababu watu wanaanza kuwa na akili kwamba sasa tunaenda mapumziko. Imepigwa kona, jamaa amepiga kichwa, na yule beki muona sasa ameshindwa hata kumzuia. Na ametumia urefu wake, Coman, ametumia urefu wake, amefunga kichwa kizuri. Na kipa, goli la pili ni naona ni uzembe wa kipa, kwa sababu inawezekana cross inapita mbele yako, wewe ukashindwa kwenda kucheza. Hata kona ile kipa angekuwa amesimama sehemu sahihi, kipa alikwenda kusimama katikati ya goli. Baada ya kusogea kidogo alitakiwa aibie katika kona inataka kupigwa, ili inampa nafasi yeye ya kwenda kuingia kwenye zile mipira ya katikati inayopitwa. Lakini yeye kipa alikuwa amesimama katikati ya goli, kwa hiyo maana kichwa kilipopigwa yeye akabaki yuko golini kwake, ndio maana mfungaji akamfunga kirahisi. Kwa hata goli la pili na goli la tatu unaona ni mipira aina inayofanana ya cross. Kwa hiyo ina maana Pamba wana changamoto ya kucheza mipira ya cross. Hilo ndo ambalo nimekiona kikubwa kwenye kipindi cha kwanza na cha pili. Lakini Pamba walikuwa vizuri, walitumia nguvu zao sana. Na kipindi cha pili labda ni kuchoka, na kocha aligundua kwamba Pamba wako bora katikati ya uwanja, akaamua kubadilisha watu kwa haraka sana. Kuongeza watu midfield wengi sana. Kwa hiyo ndo maana Pamba wakazidiwa. Yeye Pamba alikuwa amemaliza silaha zake zote. Baraza amemaliza silaha zake zote. Mwenzake bado alikuwa nazo nyingine. Mechi ilikuwa tamu sana, na mechi ilikuwa na ushindani wa hali ya juu sana. Tumeona mbinu za Francis Baraza, kocha ambaye anaifahamu vizuri ligi kuu ya Tanzania. Amefundisha vilabu kadha, ikiwa ni pamoja na Biashara United ambayo haipo ligi kuu hivi sasa, lakini amefundisha pia Dodoma Jiji, amefundisha pia Tanzania Prisons. Sasa iko Pamba Jiji, anafahamu vizuri zile password za ligi kuu, na hasa akicheza na hizo timu kubwa za Tanzania. Azam FC yenyewe imeanza vizuri msimu mpya wa ligi kuu ya NBC baada ya kuichapa timu ya kizazi kipya Mbeya City magoli 2-0 jana Jumatano kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi. Mabingwa hao wa ligi kuu 2013-14 walicheza katika kiwango bora, wakitengeneza nafasi nyingi katika mchezo huo, na magoli ya Nasoro Sadun kipindi cha kwanza na Faisal Salum katika kipindi cha pili yalitosha kupeleka furaha Chamazi. Tutazame kwa uchache kilichotokea katika uwanja huo wa Azam Complex. City wakiwa hawana kitu mpaka sasa. Faisal kwenda kuzungusha ule mpira juu kwenye nafasi ile, unapita Sopu ananyanyua tena mpira ndani, gonga header ile mpira bwana kwenda ndani. Nasol Sadun anaambia mtaenda tu kuanza kati. Mbeya City anakwenda kuchomekea, ni baada ya kwenda juu kuandika header ile, kionyesha kwamba huku na huku na huku. Mbona siski anakwenda kwanza kutoa show. Jefte Kitambala Bola akiwa supporter kwa upande wake Nasol Sadun. Wakati huu Beno Kakolanya akiwa chini, lakini akienda kupongezwa na kocha wake akiwa amemfungulia akaunti ya mabao ndani ya ligi kuu ya NBC. Kona ilipita kwenda upande mwingine, Abdul Suleiman Sopu akampimia Nasol Sadun na akaenda juu kujaza heda. Azam FC wanaitumia vyema nafasi hiyo na nyota wake kuhakikisha mambo yanakwenda vyema. Baraketi Mid ameingia, Baraketi Mid anaweka Faisal Salum. Faila Sufi, Faisal Salum Fetoto Abdallah Maestro. Mapema kabisa mwa kipindi cha pili, hata dakika haijakamilika, Mbeya City wanashika viuno katika wakati ambao hawakutarajia, katika wakati ambao wameamka tu wanakutana na kibao cha uso. Wameshtuka, wameshtushwa. Nyundo imerejea wenyewe Mbeya City. Wagonga nyundo wa Mbeya, Papo Nation wapo. Magoli ambayo ilifungwa jana katika mchezo kati ya Azam FC dhidi ya Mbeya City
Nasor Saadun, Faisal Salum Abdallah. Tukitazama goli la kwanza wakati mpira unapigwa wa kona wale kipa aliucheza, nasema aliupangusa ukaenda kidogo impossible angle, akatuliza peke yake, Abdul Khamis Suleiman akaiweka katikati. Kosa lilianzia wapi kinga mkono? Kosa kwanza kwenye kujipanga wale mabeki. Unajua mnapokuwa kwenye kona mna idadi kamili kwamba mmoja anaweza akashika nguzo moja, mwingine nguzo nyingine kama mnataka watu wawili, lakini wakati mwingine watu mmoja anakaa kwenye nguzo moja. Ndio. Alafu kona inapopigwa kila mtu lazima akae na mtu. Si kona inakuja kwetu, lazima kuwe na watu ambao kila mtu lazima amaki mtu. Lakini wao Mbeya City walichofanya kosa, wengi walikimbilia kukaa golini kama vile wanataka kuzuia goli lile. Wakaacha watu. Kwa hiyo kona ilipopigwa, Beno akafanya kazi yake. Kwanza kugusa ule mpira, kutoka kwenye ile eneo kwa sababu asingeugusa Saduni alikuwa na uwezo kugusa kwanza ule mpira. Kwa jinsi alivoruka, unaona alikuwa anaweza kugusa. Kwa hiyo wao wakati kipa amedondoka chini, wale mabeki bado wakaendelea kuwa wameshangaa kwamba katikati kwenye lango walikuwa watatu tu. Walikuwa wanne. Sio watatu, walikuwa wanne golini pale kama sio sita, walikuwa wanne golini. Unaona? Kwa hiyo baadaye mpira umerudi tena. Beno anaamka kwenda kusimama ili aweke kucheza tena mwingine. Saduni akabaki peke yake, akapiga kichwa akiwa peke yake. Kwa hiyo unaona kabisa mabeki wa Mbeya City hawakuwa mchezoni. Na ni walijisahau sana kiasi ambacho wakawapa nafasi Azam kufunga ile goli na kufunga goli la kwanza. Kwa hiyo hata goli la pili na wenyewe wamerudi kutoka mapumziko, bado wana akili za mapumziko. Wanajiuliza, watu wamekuja wameanza move faster, wametumia nafasi. Na msifu Imidi yule kiungo namba 10 wa Azam. Alikuwa jana kwenye kiwango kizuri sana. Alicheza mpira mzuri sana na ile kweli karata nzuri wameichukua na kocha anaonyesha kwa na kitu na combination yake na Faisal ikikaa hivi watu watapata taabu sana kwenye ligi. Rashid, kiwango cha vijana wa Malawi 50K Mbeya City wagonga nyundo. Ukiondoa makosa mawili ambayo wameyafanya na kuruhusu magoli mawili. Ni Mbeya City ya namna gani ambayo umeitazama katika mchezo wa jana? Wanaimarika. Labda ni kutokana pia na mpinzani unayekutana naye. Kwa sababu walicheza katika Mbeya City Day. Walicheza Mbeya City Day, walicheza vizuri sana. Ambao walifungwa magoli mawili. Wakaja kucheza mechi na Fountain Gate, walicheza vizuri pia. Huyu ni mpinzani ambaye anakulazimisha wewe kuongeza uwezo na juhudi zaidi ili kuweza kushindana naye. Ukiacha mbali makosa ambayo yamefanyika, umeona kama hili kosa, muangalie Sopo anatuliza ule mpira. Waangalie mabeki wa Mbeya City. Kulikuwa kuna haja gani ya kukaa lile lundo lote pale? Manake kama angetokea mmoja angeenda kuhalas kabla mpira Sopo hajautuliza. Manake Sopo asingepiga ile cross. Lakini bado Sopo kaja kautuliza mpira, anauleta anapiga cross ndogo kabisa. Bado kuna wachezaji wenye hate nzuri. Mtu kama Ame alifuata nini kule? Na yeye ni mrefu. Ni mtu ambaye unaamini anaweza kwenda kucheza cross. David Mwasa alienda kufanya nini kule? Ni mtu ambaye pia unaamini pia ana uwezo wa kucheza height yake, anaweza kucheza mpira ya cross. Ndio. Wote wakaenda kulinda lango, wakamwachia Beno. Bado timing za Beno alivyoenda chini, mpira wakati unarudi bado Beno hakuwa kwenye timing nzuri ya kuweza kucheza cross nyingine. Nyuma yake kuna watu wanne wameenda kulinda lango. Na nyinyi nafasi pekee ya kuweza kucheza mpira huo ni kichwa peke yake. Na kati hiyo nafasi mlikuwa mna uwezo wa kukaa kwenye eneo ambalo mngejigawa vizuri, wangeweza kuondoa makosa ambayo yalikuwa yamefanyika. Lakini as a team walicheza kwa nidhamu kubwa sana. Labda ni kutokana na daraja la timu ya Azam FC, inakulazimu kucheza kwa nidhamu, kujilinda kwa nidhamu. Hawakutengeneza nafasi nyingi sana Mbeya City za kuscore, ila waliweza walipossess vizuri, walijilinda vizuri. Lakini ni makosa tu machache, na ndio football. Ndio mfanye makosa ili muweze kuadhibiwa. Na kwa upande wa Azam FC tumeona baadhi ya wachezaji ambao huwa wanaunda kikosi cha kwanza chini ya makocha waliopita, na amekuja Ibenge, tumeona baadhi ya wachezaji wanapata nafasi, na wale ambao wamezoeleka kwanza kwa Azam FC kama nafasi inaanza kuwa finyu. Pascal Gaudens Msindo. Ni ukubwa tu wa timu na hiki ni kitu ambacho mimi nilikitarajia kwa sababu timu iliyocheza na Elmerek nilitarajia utakuwa kuna mabadiliko makubwa kwa maana ya kupumzisha wachezaji wengine, kuwapa nafasi wachezaji wengine.
kwa sababu una ukubwa wa squad, una ukubwa wa selection. Kwa nini ubaki na squad moja ambayo inaweza kukupa matokeo? Sio Gift Kitambala. Gift Kitambala bado kuna wachezaji wengine hawajapata nafasi kabisa ya kucheza. Na ni bado wana uwezo mkubwa sana wa kucheza. Leo hii unamuona kapteni wa timu hayuko zake nje. Na hatuna taarifa kama ni majeraha. Kapteni. Rusajo, sio? Mwekenda. Sasa hivi Kitambala unakiona anacho Yahya Zaidi. Ya Zaidi. Na hapo mfano Rashid, nikija kwa kinga mkono katika mechi ya jana, mfano kwa Azam FC. Mchezaji wako bora ni nani? Imidi. Ile Imidi namba 10. Namba 10. Rashid alikuwa kwenye kiwango kizuri sana. Alikuwa ana muunganiko mzuri sana pale mbele kiasi cha kuwapa wale wenzake nafasi ya kuwa huru kufanya walivyokuwa wanavifanya. Mimi kwangu yuko na aliwachanganya sana mabeki wa mimi Fei. Wewe Fei. Naona. Wewe Fei sawa. Basi kila mtu ana wake. Unajua Fei, unajua ikoje? Kuna mtu unajua wanasema ili iwe assist ni mpaka ulimpasia afunge. Huyo Himid mechi mwanzo wakati naanza Fei alimpa bonge la pasi moja mujarab sana kugunga ile crossbar. Aliokoa Beno aliokoa. Dakika za mwanzo kabisa. Mwanzo Beno aliokoa Fei alimpa pasi moja andazi. Lakini sasa tunamsifu kipa pale. Sasa tunamsifu kipa. Yaani unamsifu kipa lakini yani kama yule Imid angekuwa na utulivu wa kujitosheleza. Alikuwa anafunga. Lile lilikuwa ni goli. Haya ukiacha hiyo. Kuna moja tena Fei alitoa pasi moja mujarab sana. Akamwekea huyo nafikiri. Yaani jana akaenda kaikosa. Haya, bado hata ile goli ambalo pia Fei kafunga ni yeye ndo kafanya setup. Kamgusia ule mpira ulimgonga. Alikuwa hata kucheza kwa kifua. Ndio setup yenyewe. Rashid anasema ni Fei sawa. Wanasema kama Fei kama Imidi angeconvert hizo nafasi. Namba 10. Alikuwa kwenye mchezaji ambaye jana amefanya kazi kubwa sana. Wote wamefanya kazi kubwa. Lakini nilikuwa namuona Chilambo kaunganisha timu vizuri mno. Chilambo ya Zaidi Omar. Na ya Zaidi naona kocha anaendelea mechi ya pili namuona anacheza pale chini na anamwamini anacheza pamoja na Kanuti. Mpira wa hali ya juu sana. Lakini wale wachezaji wote wamecheza. Kama kuna mchezaji Azam amekimbia sana jana. Chilambo. Yes, na amekimbia. Yaani Chilambo nafikiri ndio anaweza kama kuna mchezaji amecheza kwa kukimbia sana. Chilambo. Na amecheza vizuri mno. Angalia namna ambavyo alikuwa na overlap. Angalia namna ambavyo alikuwa anatoka huko anakwenda huko na yani zile ingekuwepo kuna ile hit map. Chilambo nafikiri ndio mchezaji ambaye ameongoza. Lakini sasa mpira unaongozwa na matukio. Wamempa huyu kwa sababu ya aina ya matukio ambayo amefanyaje? Ameyafanya, sio? Sawa. Na baada ya mchezo huo kumalizika, makocha wa timu zote mbili, Florai Benge kwa upande wa Azam FC na Malale Hamsini Kea kwa upande wa Mbeya City walizungumzia mchezo huo. Nyota wake kuhakikisha mambo yanakwenda vyema. Baraketi Mid ameingia. Baraketi Mid anaweka Faisal Salum. Faila Sufi. Faisal Salum Fetoto Abdallah Maestro. Mapema kabisa mwa kipindi cha pili. Hata dakika haijakamilika Mbeya City wanashika viuno. We were patient. We were patient because they play low block, and it's not easy when you play a team like that. So we need to keep the ball to make them run more. And we score in the first half time, and after that, but we have a low rhythm. So during the half time, I asked them to play a bit faster. We did it. I think we make a better half time than the first one. We create a lot of possibility to score. We scored 2 today. We didn't concede, so we are happy. Yeah, because they play counter-attack, you know. They play counter-attack, so when you attack like that, you let some space behind, so that's normal. But we need to make the result. We don't want to stay just to watch the other, so we take some risk. So what are you taking out of this match going into CAF Confederations Cup second leg match against Al Merreikh Benchir? The games are different. It's different to play Al Merreikh than to play Mbeya City. So we are going to recover and to prepare the game against Mire. Jambo la kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imeisha salama, tunashukuru hakuna aliyeumia, lakini
nitawapongeza zaidi ni wapinzani wangu Azam, ni kwa sababu wamewini goli 2-0 na ndio ni malengo yao ilikuwa, lakini nikiuzungumzia mchezo ni kwa ujumla tumefungwa goli 2 lakini tumeziona zile goli 2 kama vile maana yake tumewazawadia. Zile chance ambapo walizitengeza mwanzo Azam ilikuwa ndio wascore lakini alikosa, lakini zile goli 2 ambapo ni wamezifunga kama sisi defense line yangu kama imwazawadia vile, yani hawakutumia nguvu nyingi kuzipata zile goli 2. Na ukiangalia hata si baada ya kurudi kwenye second half kwenye niliwaeleza kitu na wachezaji wangu nikafanya ni mabadiliko bila shaka, maana tumesitengeza ni chance 2 lakini kutokana sisi niongee uzoefu au kutogoa nini tumezitupa zile chance, lakini kama mfano tunatumia zile chance hii game bila shaka mwisho ingebadilika. Umezungumzia kuhusu mabadiliko ambayo mlikuwa nayo second half. Ni kweli nimeona nafasi yenu bora kwenye mchezo ya kwanza mlipata dakika 65 ya mchezo, ilikuwa ni nafasi ambayo ilikuwa ni clear chance of course. Nataka nifahamu kipi ambacho kilikuwa kinaleta ugumu kwenye zile transitions zenu mara baada ya kuwa mnanyang'anya mpira kwenye low block na kutoka kwenda kuvuka ile line katikati na kwenda kwenye ile attacking third. Kipi ambacho kilikuwa kinaleta ugumu na kupelekea hizo transitions zenu kutokuwa bora sana kabla ya hizo dakika za mwishoni mwa mchezo? Bila shaka umeona haikuwa ngumu na ndio maana umeona tumetengeza chance, lakini ni kama vile mtu mwenyewe binafsi baada ya kutumia chance tumekosa, kama vile umeona ile nafasi tumegongesha nguzo na uliona kama ni winga wangu ni maji mengi ameenda paka kwenye post ampe tu mtu ascore, lakini sasa ile pale ndo inakuja ni individual nini yeye mwenyewe, maana yake mchezaji individual. Yani sehemu ni ya kutoa pasi, huwezi kwa ni mwalimu uende pale umueleze bwana toa pasi hivi. Yeye mwenyewe anachotakiwa ni ajifahamu amefika kwenye eneo gani, afanye jambo gani. Kwa hiyo hayo yote si walaumu, lakini ni wao wenyewe ni wakalale, ni wajiulize kwa nini tumekosa chance na kwa nini tumwazawadia ni magoli ni ya bure ni wapinzani wetu leo. Mmemsikia kocha Malale 50 Kea sema ni wao wenyewe. Kingamzawadia. Kwa hiyo umewazawadia. Magoli ya uzembe ya kizembe sana. Magoli ya uzembe yote. Magoli yote mawili ni ya uzembe. Na ndio hivyo mpira ni mchezo wa makosa, siku zote tunasemaga kwamba ukifanya kosa unaadhibiwa. Na ndio timu kubwa inajitofautisha na timu ndogo. Mechi zote mbili magoli yote 5 ukiangalia mabeki wa timu pinzani zote zilizoruhusu magoli wote walikuwa mabeki wao wamefanya makosa. Magoli mawili ya Pamba ni kama zawadi. Magoli mawili ya Mbeya City ni kama zawadi. Kwa hiyo yani unaona makosa ya kiuchezaji ambayo kwa sababu uamini kwenye kiwanja cha mazoezi mwalimu hafundishi namna ya kuzuia kona, hafundishi namna ya kuzuia cross. Kwenye cross lazima ujue nani anakuwa wa kwanza kucheza, kipa anakuwa kwenye timing gani. Ukiangalia magoli ambayo wamefungwa Pamba ni magoli ambayo ni lack of concentration kwenye eneo ambalo hamkupaswa kufanya makosa, wamefanya makosa mara 2, wameadhibiwa. Na ukiangalia Mbeya City pia the same, magoli ambayo pia wameadhibiwa. Goli la kwanza inapigwa cross eneo ambao wao walikuwa wanaweza kukava vizuri. Goli la pili eneo ambao walikuwa wanaweza kufanya marking vizuri kabisa na wakawa wameshindwa kuruhusu. Sio? So unaona ni magoli ambayo kauli ya Malale inaakisi kila ambacho wamekifanya safu yake ya ulinzi kwamba wameenda kuwazawadia Azam FC magoli mawili. Na ni kweli. So na hata ukirudi kwenye kiwanja cha mazoezi bado unaweza ukawa na maswali mengi mwalimu kuwauliza ni nini ambacho kimetokea. Manake hiki ambacho tumeenda kufanya makosa hatukukitraining. Okay, sawa. Mimi sikukuelekeza. Je, we Ame kwa hate yako tu peke yake hairuhusu kutafsiri kwamba wewe ndio unapaswa kuweza kuzuia cross au kona? Au manake wa goli la pili. Maana kuna muda nilimuona Vitalis Mayanga alikuwa na complain wenzake. Kwamba ambao wako safu ya ulinzi. Kwamba hebu tuje. Umeona tuje yani kuangalia kutokana na mahitaji ya muda ule. Sio? Kwa hiyo
kuna vitu vingine inawezekana kweli mwalimu. Unajua kwenye level ya ligi kuu ni level ambayo sasa hivi tupo level ya professional. Ukishafika kwenye level ya professional hivi kuna manake kuna vitu ambavyo unavihitaji kutoka kwa mwalimu, alafu wewe kuna vitu vya ziada unatakiwa kuviongeza kwenye timu ili iweze timu kupunguza makosa na muweze kunufaika. Mechi hiyo kati ya Azam na Mbeya City na michezo ya jana hiyo ambayo ilichezwa na leo tu tukwambie mnyama Simba anatarajiwa kushuka uwanja wa Benjamin Mkapa majira saa 1 usiku dhidi ya Fountain Gate. Simba leo itaongozwa na kocha msaidizi Suleiman Matola baada ya timu hiyo kuachana na Fadlu Davis kwa makubaliano maalum mwanzoni mwa wiki hii. Ikumbuke kocha Hemed Morocco ameteuliwa kukaimu nafasi hiyo kwenye mechi ya CAF weekend hii dhidi ya Gaborone United ya Botswana. Kuelekea katika mchezo huo, maafisa habari wa timu zote mbili walitambiana. Kwa tayari tutakwenda kutazama kile ambacho wamekizungumza Ahmed Ali kwa upande wa Simba na Isa Mbuzi, afisa habari huyo wa Fountain Gate. Hii ni mechi ambayo inaleta kumbukumbu ya mechi ya msimu uliopita. Kinga Mkono. Mechi ambayo ilichezwa pale Tanzania kwa raha Babati. Mastreka wawili wakagongana, mpira ukapita. Unaikumbuka hiyo mechi? Kumbuka, yes. Nakumbuka. Na inaleta tension ya mechi hii ya leo. Na kingine vile vile Fountain Gate walikuwa wana upungufu wa wachezaji ya msimu uliopita. Au mechi hii ya leo? Mechi ya leo wana huo upungufu wa wachezaji. Lakini kingine mimi ninachoangalia kwa Simba, Simba wanasema kwamba hii mechi ataongoza Matola, mechi ijayo ataongoza Hemed Morocco. Yaani ni kitu ambacho sikielewi. Yaani unamletaje mtu akaimu mechi ya kimataifa tu? Mbona kama kuna siasa fulani inapigwa ambayo sio ya kimbinu za kiuchezaji, sio ya kimbinu ya kujenga timu. Wao waseme Morocco anakaimu mechi zote mbili. Kwa sababu gani? Kwa sababu Morocco kawaathiri wachezaji. Yes, kwa sababu Morocco yeye ndo anakwenda kwenye mechi inayokuja. Na hapo wamemwachisha shughuli zake aje kwenye timu yao. Mechi hapa hii ni sehemu ya maandalizi. Alikuwa Chamazi jana ndio. Nimeona Morocco Chamazi jana. Alikuwa Chamazi. Ni sehemu ya maandalizi. Mechi hii ya Simba ni sehemu ya maandalizi ya mechi yao. Ya mechi inayokuja. Sasa kwa nini Morocco asikae kwenye benchi kama sehemu ya maandalizi kuelekea mechi yao? Leo unasema hii mechi ya Matola, mechi ijayo itakuwa ya Morocco. Huyu kocha pengine kuna ile sura kwamba ni mwalimu wa timu ya taifa ya Tanzania. Hapana, kwa sababu tayari wachezaji ameenda Morocco mazoezini. Wachezaji amekutana nao. Anajua kwamba sisi tunaenda kwenye mashindano. Na huyu amekuja kuwa kaimu kocha mkuu, sawa, wa timu yetu. Kwa nini leo, yani au ndio zile kelele tulizosema kwamba Matola akiwa kaimu tena hayafai? Ndio maana wanatafuta kusema kwamba hii ataongoza Matola. Inawezekana pia ni makubaliano ya mkataba Simba na TFF labda kwamba kocha timu ya taifa asisimamie kwenye makubaliano kwenye mechi za kimataifa tu, lakini mechi za ligi mtajijua kwamba mimi sina shaka na hilo. Mimi sina shaka na hilo. Kinga Mkono amezungumzia pointi yake moja nzuri tu kusema leo unajua lazima akae kwenye timu, aangalie timu inavyocheza, atumie wachezaji wanakwenda kwenye mechi, aangalie wachezaji. Wewe Jumapili sio mbali unajua. Yaani tafsiri yake ni kwamba Simba kwenye mechi ya kimataifa hawawezi kucheza bila kuwa na mtu kwenye eneo la lazima awepo. Yes. Lazima awepo. Sababu Matola anakaa. Ndio maana wakamuomba Hemed Morocco atasimamia. Manake hii inanipa mimi picha kwamba Simba sasa wanamwamini Matola. Ndio kitu ambacho mimi natamani kukiona. Kutokana na uzoefu, muda alokaa Matola kwenye klabu ya Simba, makocha alofanya nao kazi, ni sahihi. Manake Hemed Morocco, manake adhabu ya Matola itakapoisha ya kutumikia ile kadi nyekundu kwenye mechi za kimataifa, manake Matola ataendelea kuwa na Simba mpaka pale ambapo Simba watakapoona wamepata kocha ambaye anastahili kuwepo. Sio? Na kwa nini wameomba Morocco? Wameomba Morocco kwa sababu benchi halitakuwa na mtu yote. Yes. Na ndio maana Morocco unaona hajahusika hata kwenye kufanya preparation ya mechi dhidi ya Fountain Gate. Akimwona mazoezini. Na kikubwa ambacho unajaribu kuangalia, yani mimi naangalia kwenye picha ambayo wao wameileta sisi tuitazame. Okay. Na mtazama Selemani Matola kama ndo mtu ambaye ameachiwa hili jukumu. Tuzungumzie hata mazoezini. Training alikuwa anaisimamia Selemani Abdallah, si ndio? Selemani ndio mwenye program nzima zote. Kwa sababu Morocco yeye hajui chochote. Anachokuangalia ni kuobserve. Umeona kwamba okay, hiki kiko sawa, kwa sababu level ya Matola na level ya Hemed Morocco
wameachana mbali sana. Ni Morocco ni mkubwa sana kuliko Matola. In terms of experience, in terms of anything. Unaelewa? So unapokuja kwenye timu kama hii, mara ya kwanza huwezi kuanza kuplant vitu vyako. Utaangalia wale waliokuepo ni kitu gani ambacho wanakupa muongozo, unawasikiliza. Okay, hiki unaweza kushauri kwamba hapana, hiki naona kama hakiko sawa, hebu jaribu ni kufanya hivi. Kwa hiyo unaona, na ndio maana Simba hii mechi ya ligi ya Fountain wamemwachia Selemani Matola. Na experience alikuwa nayo Selemani Matola ndio mahitaji yangu mimi ninaotamani mimi umuone awepo pale. Simba aaminiwe. Yaani kwenye kipindi ambapo Simba wanatafuta kocha, wamwamini Matola. Sawa. Akae na hiyo timu. Ili watakapomuona hatoshi, wamtoe na yeye moja kwa moja. Wamtoe na yeye moja kwa moja. Kuliko kukaa na mtu ambaye muda mwingi amekisha experience ubunifu na ubora wa walimu tofauti, lakini bado mnamuona kama ni mtu ambaye hatoshi. Sio? Kwa Morocco kuja anakuja kwa sababu moja. Anakuja kwa sababu Matola tayari ana adhabu ya kadi nyekundu. Na hii ni moja kati ya eneo ambalo Simba wanatafuta tiketi ya kwenda kucheza group stage. So wanahitaji sauti ya mtu ambaye ataheshimika na atasikilizwa kwenye benchi. Kwa maana bana, msifanye hiki, fanyeni hiki, tusifanye hiki. Sasa ndio maana nakwambia Morocco hawezi kupandikiza kitu kikubwa pale zaidi tu ya Selemani manage uwezo wa akili. Waangalie wasije kukosa bara na Pwani. Waangalie wasije kukosa bara na Pwani. Hii imesema wakati mwingine huwa inaelekea kwenye ukweli. Waangalie wasije kukosa bara na Pwani. Wasije kukosa bara na Pwani. Sawa, bado ukiwa nasi viwanjani, usiondoke, tunakwenda kwenye mapumziko. Tukirudi tutaendelea kwa nawe mpaka saa 6 kamili za mchana.